Yes, mtazamaji popote ambapo unaendelea kutufuatilia, tuko hapa ni katika kuelekea tukio kubwa kabisa la ibada shukurani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwaya vijana kwaya kwa kutimiza miaka 25 ya huduma kumtumikia Mungu toka kuanzisha kwake. Na tunazungumza na Wakristo mbalimbali ambao toka miaka hiyo kwaya hiyo inaanzishwa, watuambie wanakumbuka nini kuanzishwa kwa kwaya hii, dhumuni hasa lilikuwa ni nini na kipi hasa ambacho wanajivunia kupitia vijana kwaya. Niko na mama hapa. Mimi ni Samuel Chem. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina baba. Habari ya ibada? Habari ya ibada ni nzuri. Labda nini hasa ambacho unajivunia kupitia kwao? Mimi namshukuru Mungu, najivunia kwaya hii kwa sababu naiona kama ni kwaya ya familia. Utafikiri ni ya familia ya mzee Matias Ngoko. Ndio. Mimi najivunia kwa hilo. Maana nilikuwa mwimbaji wa sauti ya tatu au ya mission naita ile ya bass, sauti ya 4. Kwa napenda sauti hizo mbili. Naimba bila kubabaika. Sawa, sasa kwenye maadhimisho hayo sasa miaka 25 toka kuanzishwa kwao, labda una ujumbe gani ambao ungetamani kuambia vijana kwaya? Niwaambia wasirudi nyuma, wasonge mbele mpaka kwao, mpaka mwisho wa maisha yao. Wamtumikie Mungu na watoto wao, maana na watoto wao wameshajiunga kwa wanakwaya. Waendelee mfano huo ili watoto wakae na kwenye malezi kwenye makuzi ya kanisa. Wasitange. Asante sana mama. Nashukuru kwa hilo. Yes, tuendelea kuzungumza na Wakristo mbalimbali, lakini vile vile waimbaji kutoka kwenye kikundi cha AICT Bwiru vijana kwaya. Kama unavyoona hapa katika t-shirt hii, wana jambo lao kutimiza miaka 25 ya huduma. Na niko na mwimbaji hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina yako? Kwa majina naitwa Gladness Manyama. Ndio. Gladness Manyama ni mwimbaji mashuhuri sana kwenye kikundi hiki. Pengine wewe ulijiunga mwaka gani katika huduma hii? Nimeanza kuimba mwaka 2013. Ndio. Ndio, mpaka sasa. Bado na hudumu kama mwanakwaya wa Bwiru vijana kwaya. Ndio. Sasa kipi kilikuvuta zaidi kujiunga na Bwiru vijana kwaya? Cha kwanza ni utayari wa kumtumikia Mungu. Ndio. Katika mazingira yote yale wapo tayari kumtumikia Mungu. Sasa unajivunia nini sasa kwa hii miaka 25 ambayo inakwenda kuadhimishwa Jumamosi? Nachojivunia kwa ajili ya kikundi hiki, Mungu amekuwa pamoja nasi sana. Tumepita katika nyakati ngumu, lakini hatukuwahi kurudi nyuma, hatukuwahi kukatishwa tamaa. Tulijua kusudi la kwaya ni nini na tukaendelea kumtumikia Mungu. Ndio. Wapo vijana wenzao ambao wanakutazama, wangepata pengine wanatamani pia kujiunga na kikundi hiki. Unawaambia nini? Wasilalie kalama walizonazo, wawe tayari kufanya kazi shambani mwa Bwana. Ndio, kuna mavuno mengi. Mavuno ni mengi sana na faida ni nyingi sana. Sawa. Wale waliko sasa ambao ungetamani pia kufika, ambao pengine wakupata mwaliko wa kadi, ungetamani kufika, unawaambia nini? Wawe tayari, wakae katika redio zao, wasikilize kinachoendelea siku hiyo. Tumeandaa mambo mazuri sana kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya miaka 25 ya huduma. Nikushukuru sana. Asante, ubarikiwe. Yes, amen. Naam, mtazamaji, bado tunaendelea kuzungumza na Wakristo mbalimbali wa kanisa hili la AICT pastoreti ya Bwiru hapo Mwanza. Kadhalika tutazungumza pia na waimbaji. Tunataka kufahamu wamewafahamu vipi hawa vijana kwa watumishi wa Mungu ambao wanaendelea kumtumikia Mungu kwa njia hii ya uimbaji, ambapo tarehe 31 mwezi huu wa 5 watakwenda kuadhimisha miaka 25 ya huduma toka wameanza. Hapa niko na mama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina yako? Kwa majina naitwa Mariam Mrs. Nginila. Ndio. Naishi Bwiru. Naabudu katika kanisa la AIC Bwiru. Ndio. Mlezi wa vijana kwaya. Wow. Amina sana. Vijana kwaya umewafahamu toka lini labda pengine? Vijana kwaya nimewafahamu kwanza wakiwa watoto wadogo sana. Ndio. Wakianza kuhudumu kazi ya Bwana. Mpaka walipofikia hapa tunawalea. Ndio. Kazi yao ni nzuri sana, yenye kiwango. Pia tunamshukuru Mungu kwa sababu wanaizidi kutangaza kazi ya Bwana. Ndio. Sehemu mbalimbali. Pia watu wanabarikiwa kwa huduma yao. Ndio. Tunamshukuru Mungu kwa sababu anazidi kuwapa kipawa cha juu zaidi. Naam.
Sawa, katika maadhimisho haya miaka 25 ya utume wao katika kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, kitu gani hasa ambacho ungetamani kuwaambia wabaki nacho katika mioyo yao? Mimi kwa watoto wangu hawa na wanavyohudumu kazi ya Bwana, napenda kuwaambia wasirudi nyuma, wazidi kutumika kwa kazi ya Mungu. Ndio. Na wasivunjwe mioyo kwa ajili ya watu. Wahudumu, maana kulipo kazi ya Mungu kuna changamoto. Ndio. Kwa hiyo nazidi kuwaombea kwa Mungu, Mungu azidi kuwapa na kuwabariki sehemu zozote wanapokanyaga nyayo zao. Ndio. Mungu awatangulie. Amina sana. Na wabariki pia. Na wawe na mioyo mikuu, wazidi kukua katika imani ya Bwana. Amina sana. Nikushukuru, tukutane siku hiyo sasa tarehe 31. Amina. Asante sana. Barikiwe. Amina sana. Amina, asante.